Karibu. Tunaanzia nchini Tanzania ambapo hii leo mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu ameendelea kutoa ushahidi wake akieleza kwa kina historia ya mfumo wa uchaguzi na sababu za msimamo wa chama wa no reform no election. Lakini upande wa mashtaka unasema kauli hizo zilikuwa na nia ya kuhamasisha umma kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025. Je, ni nini hasa ambacho Lissu ameeleza mahakama leo na hoja yake ni ipi kuhusu madai ya upande wa mashtaka? Elizabeth Kazibure alikuwepo na hii hapa taarifa yake. Katika mwendelezo wa kesi yake, Tundu Lissu ameendelea kujitetea na kutoa ushahidi wake kuhusiana na kesi yake inayomkabili ya uhaini. Hii ni baada ya mahakama kumkuta na kesi ya kujibu siku ya Ijumaa. Katika ushahidi wake, Lissu ametumia sehemu kubwa ya muda kueleza historia ya siasa, katiba na mfumo wa uchaguzi wa Tanzania. Hoja yake kuu ni kwamba kauli zake kuhusu no reform no election hazipaswi kutenganishwa na muktadha wa madai yake ya muda mrefu kuhusu mageuzi ya uchaguzi na katiba. Upande wa mashtaka unasema kwamba kauli hizo zinahusiana na kutaka kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, jambo ambalo wanasema kwamba wanadai kwamba linahusiana moja kwa moja na shtaka la uhaini. Kinachojadiliwa katika hatua hii ya kesi si tu Lissu alisema nini, bali pia alisema kwa muktadha gani na alikuwa na nia gani aliposema maneno hayo. Na leo Lissu amesisitiza kwamba alichokuwa akifanya ni kueleza matatizo ya mfumo wa uchaguzi na kuhamasisha mageuzi, si kuitishia serikali au kuhamasisha vitendo vya uhaini. Kesi ya Lissu imeahirishwa hadi siku ya Jumatano ambapo ataendelea kutoa ushahidi wake, na vile majaji wamemtaka aweze kumaliza ushahidi wake wote katika siku hiyo, huku mashahidi wake wengine wakitakiwa kufika na kuweza kuanza kutoa ushahidi wao siku hiyo hiyo ya Jumatano. Na vile majaji wamesema kwamba hiyo siku pia hatua za cross examination zitaanza pia kutoka upande wa mashtaka.